ndani au katikati ya mwezi mtukufu tunakuletea mashindano ya 25 robo karne hiyo baba, yatakayofanyika tarehe 16 wiki hii tu ya mbele, ndani ya mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025 insha Ar-Rahman alladhi allama al-Qur'an, kuanzia saa 12 asubuhi kama kawa hadi saa 6:30 mchana. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Watu wote hata wasiokuwa Waislamu Qur'ani inawahusu. Qur'ani yenyewe imesema mwanzoni mwa suratu Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika, kitabu tumekuteremshia ewe Muhammad, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ili upate kuwatoa watu katika kiza na uwapeleke katika nuru. Qur'ani imehusishwa na watu, na mtu ni mtu, awe Muislamu awe Mkristo awe hana dini, wote Qur'ani inawahusu. Karibuni katika viwanja hivi vya Mkapa na Uhuru. Mgeni wetu rasmi si mwingine, ni yule aliyeweza kukivaa kiatu cha mwenyewe, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mtoto wake Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yetu Kassim Majaliwa naye tutakuwa naye. Lakini kipekee mwaka huu tutakuwa na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Doto Mashaka Biteko, rafiki yangu huyu, kiongozi ambaye ni waajabu sana, anajua Kiarabu na anajua kusoma Qur'ani kwa Kiarabu, jambo ambalo Waislamu chungu mzima hilo linawashinda. Naye tutakuwa naye na viongozi mbalimbali. Kipekee mwaka huu tutakuwa tuna makadhi wa Afrika Mashariki yote watakuwa ndani ya uwanja wa Mkapa insha Ar-Rahman alladhi allama al-Qur'an. Tuna wageni kutoka Omani, tuna wageni kutoka South Africa, tuna wageni kutoka Uingereza, tuna wageni kutoka Kenya, tuna wageni kutoka Burundi, tuna wageni kutoka Rwanda. Dunia nzima sasa imekwisha changamka kuja kujionea ni nani, ni bara lipi litakaloondoka na kitita cha milioni 30. Kwa kumalizia, niwaambie Waislamu na Watanzania kwa ujumla, Al-Hikma Foundation kila mwaka tuna slogan na tuna kauli mbiu na tunakuja kivingine. Mwaka huu kauli mbiu yetu inasema Qur'ani tukufu ni moja kati ya mawili baba, ama ikunyanyue au ikubwage.